Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa wazima na wenye afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Pia napenda kuchukua fursa hii ya kushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, kukubali kuwa pamoja nasi siku ya leo. Pamoja na majukumu mengi ulionayo ya kimamlaka na kitaifa, umetoa muda wako na kuwa pamoja nasi kwenye hafla hii ya wiki ya usalama wa usafiri wa anga ambayo inafanyika katika uwanja huu wa KIA kuanzia leo na itaendelea kwa muda wa siku 5 mpaka tarehe 26 Novemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni washiriki mbalimbali waliokusanyika kuadhimisha wiki ya usalama na usafiri wa anga ambao wanatoka idara na taasisi mbalimbali ikiwa ni pamoja na jamii na utuzunguka uwanja wa KIA. Idara na taasisi za serikali zilizopo ni pamoja na uhamiaji, jeshi la polisi, mamlaka ya mapato Tanzania, kampuni ya Cadico, makampuni yanayohudumia ndege katika uwanja huu, mashirika ya ndege, wafanyakazi wanaotoa huduma mbalimbali katika uwanja huu, taasisi za elimu, jamii na utuzunguka na wengineo. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii ya leo ni katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mnyambara aliyoyatoa katika uzinduzi wa mwaka wa usalama wa usafiri wa anga EO Security Culture iliyofanyika makao makuu ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania mnamo tarehe 10 Novemba mwaka huu, ambapo alizitaka taasisi zinazoshughulisha na usafiri wa anga kuwa na mikakati ya kutekeleza swala la utamaduni wa usafiri usalama kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa upande wetu kama Cadico tumeanza mara moja kuyafanyia kazi maelekezo hayo, na ndio maana tupo nawe leo hapa tupate baraka zako kama kiongozi mwenye dhamana ya udhibiti wa usalama wa usafiri wa anga nchini. Vile vile shughuli hii ya leo ni katika utekelezaji wa ushauri uliotolewa na Baraza la Viwanja vya Ndege vya Kitaifa Airport Council International yani ACI, ambapo ilishauri viwanja vya ndege barani Afrika kuwa na wiki ya usalama wa usafiri wa anga kwa lengo la kuendeleza na kukuza utamaduni wa kuwa na tabia ya kiusalama ili kuhakikisha usafiri wa anga unakuwa salama. Wiki hii ya usalama wa usafiri wa anga hapa Cadico tumejipanga kwa kufanya mambo yafuatayo. Cha kwanza, utoaji wa elimu ya usalama wa usafiri wa anga na kubadilishana uzoefu na maarifa kupitia madarasa na mijadala mbalimbali itayohusisha watendaji wote wa uwanjani hapa. Vile vile mijadala ya kazi, mijadala ya wazi kwa kamati ya ulinzi na usalama wa uwanja, wafanyakazi toka idara na taasisi mbalimbali zilizopo ndani na nje ya uwanja na jamii inayotuzunguka. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni wazi kuwa usalama katika uwanja wetu, viwanja vyetu vya ndege ni nyenzo muhimu inayovutia ndege, mashirika ya ndege kutumia viwanja vyetu, hivyo kuongeza idadi ya abiria na kukuza pato la viwanja vyetu na uchumi kwa ujumla. Mbali na ubora wa huduma zinazotolewa na viwanja vya ndege kwa abiria na huduma zinazowezesha ndege kuruka na kutua, usalama umekuwa ni kigezo muhimu kinachotazamwa sana na mashirika ya ndege mbalimbali duniani kabla ya kuanza safari zake kutumia kiwanja husika. Hivyo yatupasa kuhakikisha tunakwenda sambamba na mataka ya kanuni za kitaifa za usalama wa usafiri wa anga na zile za kimataifa za shirika linalosimamia usafiri wa anga duniani yani ICAO. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka lengo la kuleta idadi ya watalii milioni 5 ifikapo mwaka 2025. Ongezeko hili litaweza kufanikiwa kupitia juhudi mbalimbali za serikali na wadau wake. Sisi kama kiwanja cha ndege cha KIA tumeunga mkono kwa nguvu zote zinazofanywa na serikali yetu ya rais wetu wa awamu ya 6 Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha usalama na huduma bora katika uwanja zinapatikana, kwani ndio kivutio kikubwa cha ongezeko la idadi ya ndege na abiria kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni katika muktadha huo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikisha kuyashawishi na kurudisha mashirika ya ndege nchini zikiwemo za shirika la ndege la KLM, Ethiopia Airlines, Qatar Airways, Kenya Airways, Uganda Airlines na Rwanda Air.
zilizofanya safari zake kwenye uwanja wa ndege wa KIA baada ya kusimamishwa kutokana na wimbi la ugonjwa wa uviko 19, ambapo nchi yetu miongoni mwa waathirika wa athari za ugonjwa huu. Aidha, kwa kushirikiana na serikali tumepambana kuhakikisha kwamba ndege zote zilizokuwa zikifanya safari zinarudi na pia kuongeza ndege nyingine zaidi. Kama ilivyo, tumefanikiwa kupata safari ya kwanza ya ndege ya shirika la ndege la Edelweiss kutoka nchini Uswisi, ambayo ilianza safari yake tarehe 9 mwezi wa 10, ambapo ndege hii itafanya safari zake mara 2 kwa wiki na kutegemea kuongezeka wingi wa safari siku za usoni. Aidha, nipende kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwani KIA tumekuwa tukipokea ushauri na miongozo mbalimbali ya utendaji toka kwa mamlaka unayoiongoza, ambayo imekuwa ni nyenzo muhimu kutufikisha hapa tulipofika leo. Hii ni pamoja na kutupatia wataalamu mbalimbali toka mamlaka pale tunapohitaji kwa lengo la kusimamia, kuongoza na kushauri mambo mbalimbali. Wataalamu hao wamekuwa ni tija na msaada mkubwa kwetu. Niseme tu Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa hilo. Mwisho kabisa, naomba sasa nichukue fursa hii ya kukabidhi wewe mgeni rasmi uweze kuongea na hadhara hii, na kwamba tuko tayari kukusikiliza. KADCO, Mary Kimambo, mkurugenzi wa fedha na utawala KADCO, ndugu Martin Kinyamagoha, mkurugenzi wa ufundi na uendeshaji KADCO, wakuu wa idara ndani ya shirika letu la KADCO, kaimu meneja wa usafiri wa anga Kilimanjaro kwa maana ya TCAA, pamoja na wafanyakazi wa TCAA na waona Swissport, lakini pamoja na wadau wengine wote ambao wanafanya kazi katika kiwanja hiki cha kimataifa, wadau wote wa usafiri wa anga, wageni waalikwa na wafanyakazi wote mliopo hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, kwa kuturuzuku uhai, kutujalia afya njema na kutuwezesha leo kukutana hapa katika mkusanyiko huu mahsusi kwa ajili ya wiki ya usalama wa usafiri wa anga, tukiwa na nyuso za furaha na zilizojaa bashasha. Kama wote tunavyofahamu, katika Baraza Kuu la Shirika la Usafiri wa Anga Duniani miaka 3 iliyopita tuliazimia kwamba mwaka wa 2020 uwe mwaka. Kaimu mkurugenzi mtendaji, pamoja na shukrani zenu mlizozitoa kwetu kama mamlaka, nipende tu kuhakikishia kwamba mamlaka itaendelea kufanya kazi zake kwa weledi, lakini na kwa karibu, kwa kushirikiana na wadau, kwa sababu tunasema aviation safety and security, our commitment in partnership. Lazima tuweke hilo neno in partnership, na kwa sababu ya hilo neno in partnership ndio maana niko hapa, ili tuweze kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba miongozo yote, sera pamoja na sheria na taratibu inatekelezwa vizuri na kwa weledi, kuhakikisha kwamba usafiri wa anga unakuwa salama. Kwa kama mamlaka tuko tayari na tunawaunga mkono katika kutekeleza majukumu ya kulijenga taifa letu kupitia sera, sheria, kanuni na taratibu zilizopo, ili kwa pamoja tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea kama taifa chini ya uongozi mahiri wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Mwakani tutakuwa tunakwenda kwenye Baraza la Shirika la Usafiri wa Anga Duniani, na moja ya agenda ambazo tutazungumza ni aviation security, na kuna mambo mengi ambayo yameelekezwa. Kwa hiyo ningewaasa pia mjaribu kuanza kupata taarifa za
kikao hicho cha baraza linalokuja, taarifa mbalimbali, lakini ikiwemo nyaraka zinazohusiana na aviation security, ili kujiweka tayari, ili tutakapokuwa tunaondoka sasa kama nchi tuwe na uelewa wa kina wa mambo ambayo yanaenda kujadiliwa, na kama tutakuwa na mapendekezo kama nchi, ili tukayaweke vizuri katika kuboresha sera na sheria zinazosimamia masuala ya ulinzi na usalama katika usafiri wa anga. Ndugu Kaimu Mkurugenzi Mtendaji, kwa mara nyingine tena, kwa kumalizia, nichukue fursa hii kuwatakia utekelezaji mwema wa wiki hii ya usalama, na kwamba nimefurahishwa sana kushiriki nani katika hafla hii, na lile igizo nitaenda naendelea kulikumbuka, na wakati mwingine watu wakiniona nacheka watakuwa hawaelewi kumbe mimi namkumbuka yule mlevi. Alifanya vizuri sana, alafu anajua kuchekesha, lakini na kufikisha ujumbe. Na hasa pale aliposema ni mashine ndo haikuona au wewe tu ndo uelewe. Kwa hivyo nawashukuruni sana, niwatakieni kila laheri, na niseme kwamba wiki yetu hii ya usalama wa usafiri wa anga inayoanza leo tumeifungua rasmi. Niwatakie kila laheri, niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi kwa mgeni rasmi. Hakika aliyoitoa hapa sio speech tu, ilikuwa ni shule. Manake nimeona jinsi alivyo flow na zile protocols wa convention yale, kwa kweli ni darasa tosha. Binafsi amenikumbusha. Kwa hiyo kinachofuata hapa nipende kuchukua nafasi hii kuweza kumkaribisha mkurugenzi arudi tena kwenye podium hapa kwa ajili